Jumapili njema msikilizaji ama mtazamaji wa kituo cha 102.2 FM. Ikiwa ni siku ya Jumapili 27 mwezi wa Agosti mwaka 2023, tukiwa katika uwanja wa Bukungu International Stadium kwa ajili ya michezo ya Chapadimba na kwa ajili ya michezo ya Safaricom Chapadimba, ikiwa ni siku ya pili finali, ikiwa imeweza kuanza siku ya leo finali ya timu mbili zitakuwa pambana pale mida saa 6, alafu kuna timu mbili mida saa 8. Niko na wenzangu kando Mwite Sajida Wycliffe na Samson Nyongesa kwa ajili ya shule ya leo kuweza kuangalia kama kuweza kuchambua mtanangi wa leo siku mzima, kuweza kuhakikisha msikilizaji tunafanya vipi siku ya leo. Kwa hivyo kando yangu Samson Nyongesa mtoto wa mama, Sajida Wycliffe akiwa pale pia angeange katika uwanja wa Bukungu kuweza kusoma shule ya leo unaipata live pia kutoka Bukungu Stadium County ya Kakamega. Labda napatia fursa tuweze kujitambulisha zaidi tukiweza kuchapa shule leo kusonga maridadi kabisa. Asante mtazamaji wa LTN pamoja na msikilizaji wa 102.2 FM. Bila alivyoeleza mwenzangu ya kwamba ni tuko katika uga wa Bukungu ambao unapatikana katika kaunti hii ya Kakamega kwa ajili ya michezo ambazo ni kwa ajili ya Safaricom Chapadimba cheza na wewe. Mimi Sajida Wycliffe tuungane pamoja kwa ajili ya kuangalia ni mambo yapi yanajiri siku ya leo. Na shukuru tena zaidi kwa faida ya msikilizaji pamoja na mtazamaji ambaye anatutazama kupitia masafa haya ya Lubao Television Network na kituo cha 102.2 FM kwa frequency maridadi, the best radio station in Western Region. Tumejumuika hapa kwa minajili ya kuweza kupata fursa kamili Safaricom Chapadimba kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanazidi kwenda shwari, na tutakuwa tunamjuza msikilizaji pamoja na mtazamaji yale yote ambayo yatakuwa yanaanzia kutokea hapa kwa faida ya mtazamaji pamoja na msikilizaji. So kama kituo cha 102.2 FM tunahakikisha kwamba tunakujali kwa njia yoyote. Kumbuka ndio leo la Safaricom Chapadimba kwa toleo la 4 imeweza kufanyika pale mara 4 kwa sasa, ikiwa ni Western Region ambao imeweza kuanza na mkoa wa Magharibi kwa jumla. Wakitoka hapa naenda kwamba toka naenda moja kwa moja Nyanza, lakini kufikia sasa tunaanza na Western Region ambao tumeweza kuwa na teams 8 ambazo tumeweza kushiriki kuanzia jana siku ya Jumamosi, ikiwa leo ni siku ya finals. Tunabaki na teams 4 pekee yake ambao wanachukua nafasi ya kwanza na ya pili watakuwa ndio mabingwa pale. Kwa hivyo wenzangu kuweza kuhakikisha kwamba ile game za jana zimeenda vipi. Kumbuka ilikuwa ile jana the Mena sasa jana Lugari Principal kupiga pale jana pamoja na Stena Maroon Queens ikiwa pamoja na timu ya Compare Sportive wakicheza dhidi ya John Sogi. Kwa mitanange imecheza pale jana. Hapo kuhakikisha tumezangu Sajida Wycliffe iweze kutambulisha pengine ratiba jana ndio vipi kama mwanahabari wa mchezo. Watu wasiweze kuangalia kutazama ule mchezo ambao tunaweza kuangalia wa timu ya Brenda ile wasichana ambayo inacheza na Sakoro. Timu ya Brenda ambao waliweza kuibuka washindi kwa magoli 4-1. Na ukitazama sana jinsi ambavyo mchezo ulivyokuwa, wenzangu ni kwamba wakati mchezo ulianza ulipata kwamba timu ya Chakoro ilikuwa juu sana kwa mchezo, na wale wasichana wa Brenda wakawa chini katika kipindi cha kwanza, na ndio maana unapata kwamba katika kipindi cha kwanza Chakoro waliweza kupata hao za mapema sana, ambapo walikuwa kwa mbele katika kipindi cha kwanza. Lakini katika kipindi cha pili wale ambapo walipoenda katika mapumziko, na tumai kwamba kocha akafanya vile ambavyo inatakana aweze kufanya wasichana wake wa Brenda, na tukaona kwamba waliporejea mchezoni ikawa kwamba Brenda wameweza kuwa wamekuja na umakinifu na wakaweza kupata magoli 4-1. Hapo kumaanisha kwamba na leo hii ambapo mtazamaji pia vile vile msikilizaji ni kwamba hawa Brenda wanaenda kukutana na timu ya Maroon Queens ambapo ni mida ya saa 6 pale. Itakapo timu saa 6 Maroon Queens watakuwa wanakuja, not Maroon Queens, Lugari Progressive watakuwa wanakuja kukutana na Brenda kwa ajili ya finali. Kwa hiyo nafikiria hapo katika ile mechi ambapo ningeweza kuongelea kwanza kabisa ni ile ya Brenda ambapo na Chakoro siku ya jana. Na tukisema tu pengine pale jana mtanange wa John Sogo wakipiga pale na vijana wa Bungoma Compare, ndio mtanange hapo ilishuhudia mabao mengi zaidi siku ya jana, ikiwa ni mabao jumla mabao 6 katika full time ama chini ya dakika 90, ambapo tumeweza kuona kwamba timu zote mbili nikizungumzia John Sogo kutoka Busia na Compare kutoka Bungoma wakiwa wamejizatiti kuweza kufunga upande wa ufungaji wa mabao, ikiwa kila timu imeweza kufunga takriban mabao 3 wakilazimika kupitia ama kupata mshindi kupitia mikwaju ya penalty, ambapo tunaweza kuona kwamba juhudi za John Sogo pia ziliuma nje, maana yake
mkwaju mmoja wa mchezaji uliweza kuguswa na kipa tu kitolewa nje. Kwa hivyo kupata ushindi ule kupitia mabao ya penalti, kupitia matuta ya penalti kuliwezesha pale Compel kuweza kujipata ndani ya finali. Na wakijipata kwa finali pia, kumbuka watakuwa napinyana na wenzao pale. Kuna Ebwali FC ambao walicheza pale jana, ikiwa mtanango wa mwisho siku ya jana siku ya Jumamosi, ambao walipata ushindi wa mabao matatu kwa mawili kunradhi, bila matuta ya penalti. Kwa hivyo siku ya leo huenda vijana wa Compel Sportive ambao walipata ushindi siku ya jana kupitia matuta ya penalti wakapambana pale na vijana Ebwali FC, ambao mkufunzi aliweza kusema kwamba anaitwa Makini, aliweza kusema kwamba wanatumia tikitaka, yani wanatumia ile player wanaweza kufanya player moves za umakini kabisa. Kwa hivyo mpira ukiwa juu wana maintain chini. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kuweza kushuhudia pale Ebwali wakimenyana pale na vijana wa Compel Sportive ambao wamesema kwamba pia wao wapo ndani ya Chapa Dimba kwa ajili ya kubeba taji la mkoa wa Magharibi. Kumbuka pia Ebwali wameweza kushiriki ndani ya Chapa Dimba mara kadha wa kadha, ikiwa ni mara ya 4 msimu huu, ikiwa inafanyika mara 4. Last season wale kutolewa pale quarter final, lakini this time wameweza kufika all the way mpaka finals. Mkufunzi akaweza kusema kwamba vijana wake pia wako na motisha kwamba siku ya leo hawatoki patupu. Kwa hivyo ndo hali itoka nafanyika pale siku ya leo. Labda mwenzangu mpese pale aweze kutuambia siku ya leo matarajio pengine anatarajia nini hasa upande wa michezo. Unajua, ukiweza kuangalia mwenzangu, asante sana Edgar Kore, tukiwa na mwenzangu Papa Sajida ama ukipenda utakuita Sajida Wycliffe. Tukiweza kuangalia mitanange ambayo imeweza kusakatwa katika kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega sasa hivi inajulikana kwa spoti. Tumeweza kuangalia michezo ya sekondari kabla iende Rwanda. Uwanja huu wa Bukhungu ulikuwa unajaa, kuweza kumaanisha kwamba upendo ambao labda wananchi wa kaunti hii ya Kakamega wako nao kwa spoti. Leo hii tutakuwa tunashuhudia labda vijana kwa mpira ya wanaume Ebwali Boys ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Compel Sportive. So tunatarajia mchezo huo kuwa mtanange mzuri, na tunatarajia mabao kwa uwanja. Mimi sipendaje wakati ambapo mchezo inaenda mpaka inafika vituto vya penalti, kumaanisha kwamba mmezidiana nguvu. Tunataka mchezo ambao uishia kwa uwanja. Hiyo ndio mchezo mzuri. Unaenda penalti na wanasema kwamba penalti haina mwenyewe. Penalti ni bahati. Penalti haina mwenyewe. Kama siku ya jana John Osogo na Compel anaweza kupata matuta 5 hivi kwa mchezo. Lakini Osogo kidogo ile tuta moja tu ambayo ilikuwa na taswishi. Kipa alifanya kunyosha tumboni kama zote. Na ikawa kama Compel wachukua uongozi. Ndio utapata best team ina lose kwa sababu ya penalti. So mimi ningependa mpira ikiisha, wakati ambapo tutakuwa tunashuhudia kuanzia mwanzo kwamba michezo itakuwa inaanza mida ya saa 6 na tutashuhudia mabao. Mimi nataka nione wakati ambapo timu inashinda ishinde na mabao mengi, na hiyo itakuwa fadha. Na tukiangalia pale dalili pale zile timu za jana ambazo zilikuwa na ushindi mkubwa zaidi, nazungumzia Brenda FC ambao wameweza kuingia pale wakiwatapika chako mabao manne kwa moja. Alafu tukisonga pale Osogo tunaweza kusema kwamba walipotoka ama iliyoponyoka kwa penalti, lakini timu ambazo zilipata ushindi kabisa pia alikuwa ni Kakamega wakijiunga ushindi mabao matatu bila jibu dhidi ya Marudu kutoka Vihiga. Alafu wale walimaliza pale na 3-2 dhidi ya Vimena. Kwa siku ya leo pia natumaini kama mabao yatakuwepo. Maana tunaweza kuona kama mkondo wa jana pia ulijumuisha mabao, tungeweza kubahatika ama tungepata matuta penalti kwa timu moja pekee. Kwa siku ya leo unajua kama ni mtanange pekee yake ni siku finali. Kwa hivyo mabao lazima yatakuwepo. Hayo ndio nilikuwa namueleza msikilizaji kwa faida ya mtazamaji. Haya yote tutakuwa tunayapata ndani ya Lubao Television Network na kupitia kwa masafa ya 102.2. Tutakuwa tunahakikisha kwamba shughuli hii ndani ya Bukhungu International Stadium katika kaunti hii ya Kakamega ambayo inapatikana huku, tutahakikisha kwamba matokeo hayo yanapata moja kwa moja. Na tunaweza kurejea kwa Pastor Sajida, labda mechi hii ya leo kwa upande wako tutakuwa tunashuhudia mabao kwa sababu wenzangu wengine wanasema kwamba mpira mzuri, jinsi nimeweza kueleza, mpira mzuri ule ambao unaishia kwa uwanja. Tunaweza kupata timu nzuri, ina wachezaji wazuri, lakini ikifika matuta penalti wanacheza hapo utalaumu nani? Sababu kama timu hapa iko na kocha. Kocha amepeana ile maarifa yote ambayo yanafaa mchezaji kufanya pale uwanjani. Kama ni kipa ameshughulikiwa vile inatakana, wale ambao ni mabeki wa ulinzi wote wamefanyiwa kile ambacho wanatakana, wameambiwa na kufanya katika uwanjani. Lakini sasa inapofika tuseme kama ile ambapo kufikia matuta ya penalti, na alafu unajua kwamba timu inaweza kuwa bora katika mchezo dakika 90. Dakika 90 timu inaweza kuonekana mzuri kabisa, lakini sasa haimaanishi ya kwamba kwa sababu ni mzuri katika ile mchezo vile pia ni mzuri katika penalti. Sababu unakuta kwamba wengi ama timu nyingi sana kabisa ama wale wachezaji wenye tajriba, hata inapofikia wakati wa matuta ya penalti unakuta kwamba yule ambaye mchezaji tegemezi ameweza kuangusha timu, amepoteza penalti, labda kipa aweze kuidaga ama aweze kuicheza nje. Sasa sijui ni wapi nani ambaye unaweza ona kwamba ni wakulaumiwa. Je, ni mchezaji? Je, ni yule ambaye ni mkufunzi?
Lakini sasa yote 9-10 tungoje mida ya saa 6 ambapo mie katika ubashiri wangu. Ubashiri wangu nikikuja kwa ubashiri wangu katika mechi ya wasichana, sababu niliweza kutazama mchezo uliona niliona live hapa katika uga huu hapo ya kwamba ule mchezo wa Brenda wakati ambapo walicheza jinsi walivyocheza ikaonyesha kwamba katika kipindi cha pili waliweza kuimarika. Basi inakuwa kwamba Lugari Progressive wasipokuwa na umakinifu katika mchezo wao wa siku ya leo ambao ni fainali, huenda wakaweza kumzawadi Brenda ile ushindi, sababu the way ambapo Brenda wanacheza huonekana kwamba katika kipindi cha kwanza wanakuwa tu ni wa kusoma ule mchezo unaenda vipi, lakini sasa kipindi cha pili wanakuja na yale sasa washajua yule opponent wetu ako hivi. Sasa inakuwa kwamba wanakuja na washashika yale ile ujuzi ambao yule ambaye ni opponent wake ako nayo. So siku ya leo katika ubashiri wangu huenda, hata sio huenda, naona Brenda akibeba ushindi kwa upande wa wasichana, na niweza kuangalia upande wa wavulana. Tena upande wa wavulana ambaye itakuwa mechi ya saa 8 siku ya leo mwendo wa saa 8 pale, na tutakuwa tunakuletea live ya kwamba Ebwali kutoka Vihiga County watakuwa wanakapana na timu ya Compel Sportive kutoka Bungoma County. Na tukiangalia jinsi ambavyo Ebwali na Compel mchezo wao ulivyokuwa jana, hao vijana kutoka Bungoma Compel Sportive waliweza kuonyesha mchezo wa hali ya juu, licha kwamba wenzao walikuwa wanajaribu kuwakaba sana, lakini walikuwa wanaponyoka. Na ukiangalia kwamba wakati ambapo wakicheza pale ni kwamba walikuwa wamekutana na timu hii ambayo ilikuwa ni Ebwale, timu ambapo ilikuwa ni John Osongo walitangulia mbele, lakini sasa ikawa kwamba Compel wakatokea nyuma na wakapata ushindi. Kwa siku ya leo pia hapa kuna mkwaruzano zidi ya hizi timu mbili, baina timu ya Compel na hii timu ambayo ni Ebwale. Kwa hiyo yote 9-10 tungoje mida ya saa 8 kwa ajili ya fainali. Mimi kabla ya mwenzangu Edgar kuja aweze kumalizia, mimi nasema kwamba may the best team win, kwa sababu mchezo haijui mwenyewe. Unaweza kuja uwanjani ukuwe na matumaini ya kuweza kushinda, kwa sababu unajua kwamba kuna wachezaji ambao wako na tajriba, lakini ifike hapa kwa uwanja upate kwamba mambo hayaendi. Ukiangalia uga Buhungu ni uga ambao ni nzuri tena zaidi kuweza kufanikisha mechi haya moja kwa moja, na tutakuwa tunakuletea yale yote ambayo yatakuwa yanatendeka hapa ndani ya live Lubao FM kupitia masafa ya 102.2 Lubao FM hapa Facebook. Uliye na mtandao tafuta Lubao Television Network. Moja kwa moja mechi hii itakuwa inakuja zaidi. Mimi hapa Samson Nyongesa, mwenzangu Edgar Kore pamoja na Papa Sajida tutakuwa tunahakikisha mechi hii unaipata moja kwa moja live hapa ndani ya mjini. Labda tumalizie tu pale kuweza kujuza kwamba zile timu ambazo zimekuwa na mabomu mengi kabisa hapo jana ndio zitakuwa zinaingia tena pale uwanjani, maana wao ndio walikuwa mabingwa siku ya Jumamosi. Kwa hivyo Jumapili natarajia kwamba matokeo yatakuwa bora kabisa upande wa matokeo. Maana nazidi kuangalia kwamba mwenzangu aliposema hapa Sajida kwamba yupo nyuma Brenda, lakini nikigusia kwamba ubashiri wangu Brenda waliweza kufunga bola rahisi kabisa pale na tackle kukosa umakinifu. Ingawa waliweza kulipiza kisasi pale kukamilisha magoma 4-1, lakini lile bao la kwanza ambalo lilifungwa pale na wana tackle lilikuwa bao la kisirani, ama lilikuwa bao la kuonyesha kwamba ni wadhaifu na wako na udhaifu wao. Kwa hivyo siku ya leo tukiangalia pale Lugari Progressive wakiwa wamemakinika kupata ushindi mabao 3 bila jibu dhidi ya Maroon Queens, watakuwa favorites wa siku ya leo kuweza kupiga pale dhidi ya Brenda, maana yake wakiponyoka tu pale wana Brenda watakuwa na penya kupata ule ushindi na itakuwa rahisi sana kwao. Kwa hivyo tabiri ubashiri wangu siku ya leo pale ni kwamba Lugari Progressive watakuwa wanasumbua pale nyavuni upande wa Brenda kuweza kuwatatiza pale. Ni mechi ambayo kuna mabao mengi bila shaka, zaidi ya mabao mawili, zaidi ya magoli mawili pale iko ni upande wa kina dada. Na tukizingatia upande wa kina vijana pia, John Osongo dhidi ya Compel ilikuwa ni mechi ambayo imeshuhudia pale sare ya mabao 3-3 na maisha kwamba wakifunga tunafunga, wakifunga tunafunga. Kwa hivyo ni ile nivute ni kuvute ikiwa ni pale hali ya michezo. Kwa hivyo siku ile pia upande wa vijana pia natarajia kwamba mabao yatakuwepo zaidi ya 3 pale. Ebwale wakiwa wanapiga pale dhidi ya Compel Sportive. Kumbuka pia media watakuwa wanacheza pale, watakuwa wanakipiga pale Media FC. Watakuwa ndani ya uwanja
kupiga pale dhidi ya Safaricom. Waandalizi wa hafla ya siku ya leo, siku mbili ikiwa ni Chapadimba, Safaricom Chapadimba Western Region. Tunatarajia pale pia Media FC watakuwa wanafungua pale uwanja kukipiga pale dhidi ya Safaricom FC, ikiwa ni mtanange ambao tunapata moja kwa moja, tutakuwa mtanange wa ufunguzi siku ya leo. Kwa hivyo usiende mbali, utakuwa unashuhudia pale teams ama Media FC ikijumuisha wanahabari wa kaunti ya Kakamega, anazungumzia kina Kefa Linda, anazungumzia wanahabari wa Citizen, anazungumzia wanahabari wa Nyota, anazungumzia wanahabari wote ambao wanapatikana kwa Kakamega. Watakuwa wanaingia ndani ya uwanja siku ya leo kuweza kupiga pale na Safaricom waandalizi wa hafla ya leo. Kumbuka tunaweza kuelezewa pale na Catherine Osita ya kwamba Safaricom wako tayari wanapiga mazoezi pale. Kwa hivyo leo mechi ya ufunguzi nakwambia Media FC dhidi ya Safaricom itakuwa ni mechi kubwa kabisa. Ubashiri pia ni kwamba Media FC tutakuwa na Safaricom, maana yake sisi ndio bora zaidi. Kwa hivyo usiende pale msikilizaji, zidi kutegea pale masafa ya 102.2 Lubo FM au kupitia ukurasa wa Facebook Lubo FM Digital Media uweze kupata ile machapisho ambayo tutafanya, zile picha na hizo video za uwanja siku ya leo. Waweze kujipatia pale matukio live ama kupitia 102.2 Lubo FM, ama nakwambia kwamba ni kitu bora kabisa mkoa wa Magharibi uweze kujionea kabisa. Kumbuka tuko tisti, tuko tumekita kambi pale uwanjani kuweza kuonyesha pale mandhari siku ya leo. Maandalizi ndio yanaendelea pale, ikiwa ni burudani kwa dinatamba kwa sasa, courtesy of Safaricom Chapadimba. Kwa hivyo ndio shughuli ya leo siku mzima, tutakuwa tunakuletea pale matangazo, upande wa ufungaji, upande wa kila kitu, upande wa mahojiano uweze kujishuhudia, uweze kuona wewe kama msikilizaji wa kitu cha 102.2. Usiende mbali, zidi kutegea 102.2 Lubo FM, na kwamba sisi ndio tunazidi kuunganisha jamii. Shukrani.